Ni Simba kama vile haijasajili tena. Ni wale wale tu, Libasi Agei huwezi kumwacha, Mpanzu huwezi kumwacha. Aula ndio yule tunamuona. Yaani mimi naona Simba ni ile ile. Na ndio maana kwamba Simba hii nilivyoiona leo haiwezi kucheza mechi 5 bila kupoteza mchezo hata mmoja. Kuhakikishia kwa njia ya soka. Kama tukileta njia ya ushabiki watu watabisha, lakini kwa njia ya soka nilivyoiona Simba Sports Club, watoto wa Msimbazi, siwezi kuwaona mechi 5 bila kupoteza. Hiyo never. Kwamba watoboi mechi 5. Hawezi kutoboa, ni kwa sababu mfumo wao ni mbovu, ni katika kila kitu ni mbovu. Hebu ukiangalia namba 3. Namba 3 sasa hivi tangu aondoke Shabalala wamemleta Kibabage ambaye alifeli Yanga. Naam, assalamu alaikum. Arani wasalani. Wanasema kipindi wenzio wanalia, kuna wengine wanafurahi. Na hao wengine sasa sio wengine tena, ni hao wana Yanga, wakina official mume. Jambo sola kwake, lakini leo ameonekana. Mechi sio kwako kaka, unakujaje? Mimi ni mwana sports. Unajua kwamba mimi nilimleta official mke katika kuangalia katika nimemleta official mke afu sehemu hizi ni za bar. Kiwango hawezi kutembea kwenda bar peke yake. Kwa hiyo mimi alipo mke wangu mimi nipo, na nilipo mimi mke wangu yupo. Kwa hiyo nimekuja kuangalia mpira na mke wangu. Kwanza naomba nikupe hongera siku ya leo, maana kuna vitu nimeviona vya tofauti leo. Shemeji amefanya kazi yake. Vya kawaida, unajua mimi nimezaliwa Magomeni, sasa ndakusaje kujua kuvaa. Hizi Gucci ninazozipiga hizi ni za kawaida sana kwangu mimi. Mimi nimezaliwa Magomeni, mimi mtoto wa mjini, unajua. Mimi nipo hapa kabla ya chips. Sishangae. Uko kabla? Nipo Magomeni kabla ya chips. Mimi mtoto wa mjini kweli kweli. Mimi nipo hapa Magomeni, hapa rami inapita mtaa mmoja tu. Kwa hiyo najua mambo mengi. Sasa turudi kwenye football sasa. Official mume, siku ya jana wana Yanga ilikuwa mna jambo lenu. Mlikuwa mna mechi, lakini kulikuwa na utambulisho wa X Factors. Yes. Na siku ya leo Simba wamemaliza mechi. Tuanze na lipi kwanza, wewe mwenyewe? Tulianze na lipi? Tuanze na la kwako au tuje na la official mke ile? Wewe unachotaka tuanze kipi? Tuanze na official mke. Okay, sawa. Performance ya Simba umeiona? Nimeiona. Anakuja kukudefeat baadaye kabisa, anakufunga kabisa kwa performance ya Simba nimeiona, na nilivyoiona performance ya Simba ni kwamba Simba amesajili dirisha kubwa, lakini kitu alichokisajili dirisha kubwa hakijamsaidia, kwa sababu ili upate usajili wa dirisha kubwa unayemleta hawe zaidi ya ambao waliokuwepo. Kwa hiyo katika mtazamo wangu nilivyoona leo Simba waliosajili wote hawajakuwa wakubwa, kwa sababu dirisha kubwa, mfano Yanga unamwona labda kuna Peter Sharulile, unamwona kuna Robert Kingwanda, unamwona kuna Hussein Sunani, unaona kabisa watu ambao waliosajiliwa wamekuja kuwa wakubwa kuliko ambao waliokuwepo. Kwa hiyo wakikutana na ile nguvu ya waliokuwepo na waliosajiliwa sasa hivi wanaongeza zaidi nguvu. Lakini Simba waliosajiliwa sasa hivi, mfano Dumbia Simbezi labda Kismart akijamkaa, yani Kismart akijamkaa ni Dumbia, ni inawezekana nikawa ni mchezaji mzuri, lakini kwamba Kismart akijafika bado. Lakini kwamba hata waliosajiliwa sasa hivi kina Msimu, sio kina nani, sikuwaona kuibeba ile Simba ambayo tumesema kwamba kwa hiyo disha kubwa walivyomleta huyu hiyo mimi bado kwa Simba sijaiona. Na tukiangalia upande wa namba 2, ambao namba 2 kwa sana Shomari Kapombe, Baba Esther na majeruhi yuko benchi, akawa nafasi yake ameshika Duchu leo tunaona anacheza kumfua, anaruka mguu wa shingo, mguu wa roho, anacheza mpira ule wa ndondo kapu, wanamlukia mtu mguu wa shingo, ambacho ni kitu cha hatari cha kumuua mtu. Anapewa red card, anaondoka Duchu. Namba 2 anachukuliwa yule, sasa hivi atacheza, na maana yule aliyosajiliwa kutoka Azam anakuja kuingia. Ina maana kwamba sijaona kilichofanyika zaidi ya kuona makosa mengi ya Simba, zaidi ya ni yule tu Mpanzu na Libasi Agei. Pasi inatoka kwa Libasi Agei na kwenda kwa Mpanzu, ni wale tu. Yaani Simba kama vile haijasajili tena. Ni wale tu, Libasi Agei huwezi kumwacha, Mpanzu huwezi kumwacha. Aula ndio yule tunamuona. Yaani mimi naona Simba ni ile ile. Na ndio maana kwamba Simba hii nilivyoiona leo haiwezi kucheza mechi 5 bila kupoteza mchezo hata mmoja. Kuhakikishia kwa njia ya soka. Kama tukileta njia ya ushabiki watu watabisha, lakini kwa njia ya soka nilivyoiona Simba Sports Club, watoto wa Msimbazi, siwezi kuwaona mechi 5 bila kupoteza. Hiyo never. Kwamba watoboi mechi 5. Hawezi kutoboa, ni kwa sababu mfumo wao ni mbovu, ni katika kila kitu ni mbovu. Hebu ukiangalia namba 3. Namba 3 sasa hivi tangu aondoke Shabalala wamemleta Kibabage ambaye alifeli Yanga. Kusema neno kufeli sio mbaya. Alifeli Yanga akaenda Singida.
Kibabage ndio anamtegemea namba 3 ambaye ilifeli Yanga, ambao si pale Yanga kuna Boka, kuna Shabalala amekuja. Kibabage hawezi kukaa. Umeona bwana, huyu Kibabage sasa hivi tunaona mechi akicheza lazima misuli mbane atoke nje. Ina maana katumika sana, nguvu nyingi na umri unakwenda. Kibabage yule miaka 10 iliyopita ambaye alikuwa under 20 sio huyu, miaka inazidi kwenda. Kibabage sasa hivi kila akicheza anashuka chini. Inalazimisha achomekee na kukunja bukta kwa sababu misuli nayo inatakiwa hewa kidogo. Hali mbaya, anatoka namba 3. Unajua hiyo, nikiangalia namba 3 kwa haraka Simba nikiacha Kibabage, yani kwa haraka siwezi kumuona mwingine. Ina maana kwamba dirisha hili dogo ilibidi Simba amlete mtu mithili ya Boka aje kukaa namba 3, lakini sasa hivi namba 3 mithili ya Boka Simba hamna. Simba wana mawinga wengi kuliko striker. Winga karibia 6 wako Simba, lakini striker hakuna. Kwa hiyo unamuona kabisa Kagoma anacheza mpira ule wa kwamba katafunua. Anacheza mpira mgumu sana. Kwa hiyo Simba pia anashindwa kufunguka. Lakini yote kwa yote, wanachokifanya kibaya kwangu mimi ni furaha. Kwamba anachokifanya kibaya kwa kweli kwangu mimi ni furaha. Labda twende katika upande wangu wa jana. Sasa siku ya jana bwana, kwanza kabla ya kuhamia huko. Yes. Siku ya jana wana Simba walikuwa kama wana matumaini ya ikishafika saa 6 kamili pale atambulisho fundi kweli kweli Faisal Salumu Feitoto. Na wanaanga ni kama mlikuwa mnashtuka mnapita kwenye peji ya Simba kwa kasi sana na mwisho wa siku mmefurahi vibaya mno. Unajua nikwambie kitu. Azam ina malengo. Azam ni matajiri. Azam anataka kombe. Simba walivyomuuzi Azam pale Zanzibar, kwamba walichukua lile kombe la CRDB kibabe. Baresa hadi akatokea mwenyewe akasema bora nihamishe timu nipeleke kucheza ligi sehemu nyingine. Kesho yake ilitakiwa apewe maneno ya kumpoza, maneno ya hekima, lakini alitokea Ahmed Ally akatoa maneno ya kashfu, akasema wewe nenda hata nje ya nchi, hata ukiama ligi poa. Sio kauli nzuri. Hata kama mimi ningeopo Baresa nisingemruhusu Faisal aende Simba. Hata kama angebaki wiki 2 ningemwambia maliza wiki 2 ndio uende huko unapotaka wewe. Kwa hiyo ilichangiwa na maneno ya msemaji. Maneno ya Ahmed Ally ni maneno mabaya, yalimuumiza kichwa, yalimuumiza moyo, yalimvunja moyo kabisa Baresa huwa aongei, lakini siku amekuja. Mfano unavyomwona Garibu aongei, siku aje kuongea maneno kama hayo, wewe unafikiria vipi? Lakini Baresa alimuuzi, baada ya kumuuzi akakasirika, akasema kuanzia leo fresh, akaumia mtu mzima moyoni. Alafu leo unakuja kumwambia namtaka Faisal. Ina maana kwamba Baresa furaha yake ni nini? Ana shida ya hela, ana shida ya hela. Ameanzisha timu yake hii hapa, ina miaka mingapi sasa hivi haijachukua kombe lolote. Kwa hiyo yeye ana hasira ya kuchukua kombe. Ina maana mchezaji mzuri je kumchukua wewe? Alafu sisi Yanga hatuwezi kuumia sana kwa Faisal. Sisi tumemchukua JKU Faisal akiwa analipwa 300 na mikate siku ya mwisho wa mwezi na sukari kilo 2. Tukamleta pale Jangwani tukamlipa milioni 1.5. Picha linaanza tunalipa milioni 1.5. Akacheza, alipokuja engineer akamlipa milioni 4. Kumlipa milioni 4 engineer, akatokea JSM akawa anaongeza 3, zikawa milioni 7. Akawa analipa yule mtoto milioni 7. Hapa juzi tu ndio ikatokea utatotata, hii maneno yapo kupishana, kugombana, mtu na mke wake wanagombana. Sembusi ambao watu mmezaliwa huku na huku, lazima mpia mgombane. Faisal ndio akaondoka, lakini tulikuwa tuna mikataba yote na Faisal ya haki kabisa, lakini tukamwachia Faisal kwa masharti mazito kwamba anapochukuliwa na timu yoyote nje ya Yanga akienda Simba, Yanga ilipo bilioni 1. Hapo ndo mambo mengine ongeeni nyinyi. Alipo bilioni 1, lakini kuna watu wakaona kama yule Yanga kitu anachokifanya Yanga ni cha uongo na kinachofikirika ambacho hakiwezekani, kama hamna mikataba hiyo. Sasa hivi wamemtaka, wameona, ameambiwa Yanga apewe bilioni 1 na sisi tugeni bilioni 3. Simba mtu akutoa bilioni 4 ama 5 kumhusu Faisal hakuna. Simba hiyo haina hela hiyo. Lakini si wanamo fundi na Jeruti pia yupo viongozi wao. Amo yeye amesimamia katika upande wake wa uwekezaji, na haiwezi kutoka bilioni 4 bila leo unamtukana, kesho unamdharau, kesho unamfanya nini atoe bilioni 4. Hata Jeruti pia naye ni mzabudi wa jezi. Faida Simba shapa pesa zake muda mrefu. Faisal ndio anataka kuwasajilia, lakini hawezi kutoa bilioni 5, bilioni 6, bilioni 7 kwa kumsajili Faisal. Yeye ni msabuni wa jezi, anaangalia faida kinachoingia na kinachotoka. Ndio maana akasema nunueni jezi ili mimi kizidi hela ninunue. Siwezi kutoa hela zangu benki nikamchukua Faisal, na alikuwa na nia kabisa. Jeruti alikuwa na nia thabiti ya kumchukua Faisal, na alikuwa na nia thabiti, alikuwa na nia. Niamini ninachokuambia mimi, Jeruti amenyoka kama lula, lakini hawezi kutoa bilioni 7 peke yake. Nyinyi mkiambiwa toeni bilioni 2 amtoi.
Haya, mimi nitatoa 5, nyinyi toeni 2, nyinyi mtoi. Jeruti hawezi kumleta Faisal, akati yeye ni mwekezaji, ameingia mikataba. Atakuletea wachezaji wengine ambao milioni 700, milioni 500. Hiyo sawa. Jeruti atawaletea basi ambalo anaweza kalimudu. Lakini hawezi kumleta Faisal, yani afurahishe shetani kiti inaumia. Afurahishe shetani kiti inaumia. Hawezi kufanya kitu kama hicho. Ndio maana Jeruti ameshindwa. Sababu watu wenyewe wa Simba sasa hivi jezi hawanunui vizuri. Wana jezi fresh lakini hawanunui. Kwa hiyo Mwamba ameshindwa kuchukua mchezaji. Vipi Aziz Ki umemuona na matumaini hapo? Maana unaona kama amekuwa bonge hivi. Aziz Ki bonge ni kwa sababu analishwa vizuri, anakula chakula cha nyumbani. Na nikwambie Aziz Ki akiingia katika mfumo unaosema wa mazoezi atapungua kama unataka akonde. Lakini nikwambie kitu, jana walichokifanya Yanga kile X Factor haijawahi kufanyika Tanzania. Yanga anacheza mechi na Mungo. Yanga anazindua X Factor KMC. Basi Yanga yule unayemwona wewe alikuwa na uwezo kumfanya Mzinze Iringa wakamuona kwa hela, na wakamfanya Peter Shalulile Arusha wakamuona kwa hela. Siku hiyo moja Yanga inacheza, tungeweka sisi sherehe 5. Sherehe 5. Viwanja vyote 5 vingejaa. Nakwambia, yani sherehe 5, viwanja 5 na vingejaa. Na vingejaa kwa staili ile. Tumefanya Yanga Day ndogo jana. Yanga Day ile pale. Sasa yona Yanga Day amekuja kuiona. Fataki, watu wamejaa, Azam Live wanashangilia watu. Ni Yanga Day ile ameshuka Aziz Ki. Na watu walikuwa wanasemaga sisi ni watu ambao tuuzi wachezaji. Tumemuuza Mayele, mchezaji wa kimataifa, tumepata pesa. Lakini tulikuwa tumuuze, Mungu tu akupenda ama akutaka, tulikuwa tumuuze Pacome kwa pesa nyingi tu. Lakini tumekuja kumuuza Okello kwa pesa nyingi tu. Tumemnunua milioni 500, tumemuuza bilioni 2. Hatujapata faida. Wanasemaga si atuuze wachezaji, lakini tulichokifanya kumuuza bwana mdogo Okello ni pesa nyingi tumeleta. Na hata watu wengine wakubwa watasema ngoja twende Young Africans kwa sababu Yanga wanakuachia ukitaka kuondoka. Kwa hiyo tumefanya biashara ya mpira. Tunaandika hata kwenye makaratasi. Tumemuuza Okello, tumemnunua Peter Shalulile na faida imebaki. Ile ni akili ya mpira. Tumemuuza Okello, tumemleta Aziz Ki ambaye anakwenda kucheza namba 10, ile anaondoka Okello. Na Aziz Ki hakuna mtu asemjua. Aziz Ki anafika tu Dar es Salaam Bongo na goli ngapi? 21 giza anapiga goli. Kwa hiyo Aziz Ki pia kama walikuwa wanasema Okello ana magoli, pia Aziz Ki alikuwa na magoli. Na Aziz Ki pia akawafunga Simba. Na Aziz Ki pia akawafunga Club African. Club mechi za kimataifa. Kwa hiyo Aziz anajua hapa mambo ya hapa. Kwa hiyo sisi tumemleta X Factor wetu yule pale. Wao X Factor wao wamemtambulisha jana usiku sijui nani? Mgunda. Wamemtambulisha Mgunda. Juma Mgunda? Hapana, ni Mgunda mchezaji. Nifikiri Juma Mgunda yule baba. Basi shukrani sana Mungu. Asante sana.